Kwa mkoa utulivu sasa na fikra ya kinifu, karibu tupige mbizi katika bahari ya maarifa. Hapa ndipo ambapo tutakwenda kufanya utopezi, kwa maana ya tutatopea kwenda kuchimba na kuchimbua, tutaibua, na pasi na shaka kutakuwa kuna mijadala yenye kujenga. Kadhalika tutakwenda kunena kwa uketo ikawa ibra kwa wenye fikra fatashi. Maana yake tutazungumza kwa kina na ikawe faida kwa wenye fikra zenye udadisi ndani yake. Kwa kuanzia tu moja kwa moja tuanzie na taarifa ya ligi kuu NBC Tanzania bara kuendelea tena hii leo kwa michezo 8 kupigwa ndani ya muda mmoja katika viwanja tofauti, ambapo hii leo michezo ya mzunguko wa mwisho ligi kuu NBC Tanzania bara kwa maana ya mzunguko wa 30. Ikumbukwe matokeo ya michezo ya leo, majibu rahisi ni nani bingwa msimu huu wa 2025-26 na ni nani ambaye ataungana na KMC kwenye kushuka daraja. Michezo ambayo itatazamwa zaidi ni miongoni mwa mechi ambayo itatazamwa na watu wengi sana. JKT Tanzania mbele ya Wananchi, Young Africans, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Meja Jenerali Samuyo Mbweni, Dar es Salaam, Tanzania. Mchezo mwingine ni wa Simba Sports Club dhidi ya Kinoboys ama watoza ushuru Manispaa ya Kinondoni, timu ya KMC. Huu utapigwa pale katika dimba la KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Hii ni michezo ya kufahamu bingwa wa ligi kuu NBC Tanzania bara, maana Yanga na Simba zimetofautiana alama 2 tu pekee. Kila timu inahitaji matokeo ili leo hii kuweza kuona nani ambaye anakwenda kutangazwa kuwa ndio bingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kwa upande wa Simba Sports Club, wao alama 3 tu ndio wanazohitaji, huku dua zikiwa mbaya kwa mtani wake Young Africans ambaye atahitajika kupoteza katika mchezo huo ili mambo yaende kama ambavyo yamepangwa. Jana katika mkutano na waandishi wa habari tumeshuhudia makocha wa timu zote mbili, Abdulhamid Muallin kwa upande wa Young Africans, lakini kwa upande wa JKT Tanzania tumemshuhudia Ahmed Ali akizungumzia maandalizi yake. Sidhani kama tutakuwa tuna maandalizi makubwa sana zaidi ya leo, lakini so far wachezaji wote wako kwenye hali nzuri. Some players ambao tunaweza tukawamiss kwenye mechi, wale ambao walipata kadi mechi na Dodoma, Katanga ndo mchezaji pekee ambaye anaweza akakosa mechi. So na preparation ya watu wengine kwa ripoti ya daktari mpaka sasa wako kwenye hali nzuri, hakuna mchezaji wote ambaye yuko na shida. So, hata tukisema kwamba okay fatiki ipo, so tusicheze mechi, inabidi tucheze. So hatutaenda pale ku celebrate, tutakwenda compete. Tutakwenda compete even case ambaye tutakutana nayo, lakini tunahitaji tu compete na tuweze kumaliza vizuri. Umesema yeye anataka kumaliza vizuri apate point 3 ili awe bingwa, na sisi tuna malengo yetu. Tulikuwa na malengo ya kupata top 4 nao tumeyakosa. Sasa tunapambana kupata nafasi ya 5. Bado tuko ndani ya malengo, tunatamani kuwa na wakati mzuri ili tuweze kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea. Sisi mechi zote tunakuwa tunaongea, tunapeana morali kwa mechi zote. Sisi ni finali, kuhakikisha tunapata matokeo na kupambania nembo ya JKT na kufikia malengo ambayo tumejiwekea, kwa sababu malengo yetu ilikuwa ni top 4 na malengo yale yamepotea, lakini bado hatujatoka kwenye njia na tunajitahidi tupambane tupata hata top 5 inshallah. It's going to be a very tough game. Very good game. JKT is a very good team, well coached, one of the best coaches in the Premier League. Very well organized team tactically and very resilient. We played against them last time in the CRDB semi-finals, and we know what they are capable of doing. So we have to be at our best tomorrow, just like the last game. And we have to be very mindful of their threats and be very, very good defensively as well. Kwenye mchezo uliopita tuliweza kupata ushindi wa goli 2 kwenye mchezo uliopita. Naamini kwenye mchezo huu na mchezo muhimu mbele ya mashabiki wetu, naamini tutaenda kupata ushindi kwenye mchezo. Nipende kuwaita kwa wingi washabiki wa Young Africans, sababu bila wao sisi si kitu, na tupo hapa kwa ajili ya kuwapa furaha wao kama mashabiki zetu, na naamini naenda kupata furaha ambao wamekuwa wakisubiri kwa msimu mzima. Bado mwasikia makocha. Yeah. Unasemaje Andrea Kinga Mkono? Makocha amezungumza kiufundi na kila mmoja amejaribu kumheshimu mwenzake. Ndio. Kwamba ule ni mpira.
na wao ni wataalamu, lazima wazungumze kitaalamu. Ndio. Unajua kuna sisi ambao tunapenda wewe huyu lazima afe. Lakini wao lazima wazungumze kimbinu kwamba lolote linaweza kutokea kwa sababu ni mpira. Nani ameamka vizuri siku hiyo? Nani kwenye kiwango bora? Lakini wakati mwingine unaangalia, sisi wengine tunaangalia rekodi zao walivyokutana mara nyingi zimekuaje. Yaani ukitafuta ushindi wa JKT dhidi ya Yanga ni muda mrefu sana unaweza kutafuta. Lakini mechi za karibuni ambao mafanikio yao walipata suluhu. Kwa hiyo unaona rekodi inawapa Yanga nafasi. Na Yanga leo anahitaji pointi moja tu. Acha ushindi, pointi moja tu anajitangazia ubingwa. Kwa hiyo unaona kabisa Yanga anaingia kwenye mchezo huu, pressure yake sio kubwa sana kulinganisha na JKT. Hata JKT wenyewe vile vile hawana kikubwa cha kupoteza. Nafasi waliokuepo nafasi ya 5. Kwa hiyo wana nafasi ya kuendelea kubaki hapo. Haina tatizo kwao. Unaona? Yaani nafasi ambayo uende kokote. Kwa hiyo nadhani kwangu iko vizuri kwa pande zote mbili na makocha wote wawili wamezungumza vizuri. Sasa kwa sababu matokeo ya Yanga na JKT Tanzania pia yatahusianishwa na matokeo ya Simba Sports Club dhidi ya KMC. Moja kwa moja tukasikilize mahojiano ambayo yalifanyika jana, kama ambavyo mahojiano yaliyopita yamefanyika siku ya jana. Sasa tukamsikilize Imani Mwalupetelo, kocha wa KMC, kisha baadaye tutakuja kumsikiliza kocha upande wa Simba Sports Club. Tunautambua umuhimu wake, ni mechi itakuwa ngumu, lakini kama KMC tumejipanga, wachezaji wako tayari kwa ajili ya mchezo. Tunatambua uwezo wa wachezaji wa Simba, lakini sisi tumejiandaa kwa sababu tunajua na sio mara kwanza kucheza nao. Kwa tumejipanga kwa ajili ya kukabiliana nao. Na vijana wako tayari na kile kitu tushakimaliza mazoezi. Tumejipanga vizuri kukabiliana na Simba. Wachezaji wote wana morali, na hata kama timu yetu imeshuka sio kama ndio sisi tuharibu kazi yetu, kwa sababu imeshuka tutapambana tafuta pointi 3. Mimi nadhani hata kama ingetokea wote tushinde, lazima ingepatikana mwisho kushuka. Mimi nadhani ni upepo tu mbaya umetupitia, sio kama tuna timu mbovu basi tu ni mipango ya Mungu. Inakuwa tumeshuka, tutaenda kujipanga tena kwa sababu ya msimu mwingine. Morali iko vizuri na hali za wachezaji ziko vizuri kabisa, na wachezaji wote wako kambini na wako tayari kuhakikisha wanamaliza vizuri kabisa katika mchezo wa alama 3 muhimu kwetu sisi. Kwenye mpira chochote kinawezekana, lakini kwetu sisi tumefocus sana, tunatakiwa tupate matokeo ya alama 3. Hajalishi goli ngapi, lakini sisi tunahitaji alama 3 tumalize vizuri. Mimi kwanza niwapongeze mashabiki wa Simba na niwashukuru kwa kweli. Wamekuwa ni watu muhimu sana kwetu sisi. Wamekuwa wakitufuata sisi kila sehemu tunapokwenda, wamekuwa na sisi katika mazingira yote, mabaya, magumu, kwa kweli wamekuwa na sisi sana. Tunafanya maandalizi mazuri na sisi kama wachezaji, malengo yetu yapo pale kupata pointi 3. Kama malengo yetu ambayo tumejiwekea sisi kama wachezaji kuelekea katika michezo yote ambayo tumejiwekea katika msimu huu, basi na hata huu mchezo wa mwisho tuko na lengo lile la kuweza kucheza mpira mzuri, kuweza kucheza kile ambacho mashabiki wetu wanakifurahia na vile vile kuweza kupata pointi 3. Huyu ni Baba Esther, show me the way, Shomari Kapombe. Lakini bila kusahau tumemsikia hapo Imani Mwalupetelo Nordin akizungumza kwa niaba ya KMC Kino Boys. Lakini bila kusahau pia tumemsikia Seleman Matola Veron kwa upande wa Simba Sports Club akizungumzia maandalizi yao, namna ambavyo wao kama Simba bila kujali matokeo ya upande upi yametokea, wamejiandaa kwenda kuzibeba alama 3 muhimu. Baada ya kuzikusanya alama 3 ndio watakuja kukaa kwenye meza ya majadiliano kujadili kwa kina kabisa kwamba nini ambacho kimetokea. Sasa kocha Michael Hiera hapa tumemsikia kocha Imani Mwalupetelo Nurdin akizungumza utayari wake, lakini hata utayari wa wachezaji. Tumemsikia mwalimu, na moja kati ya vitu ambavyo amezungumza ni ku appreciate ubora ambao Simba wako nao na kuona pengine malengo ya timu ambayo anaifundisha KMC hayakwenda vile ambavyo pengine alikuwa anatarajia kuyaona yakiwa yanatokea kwenye msimu huu. Ukijaribu kuangalia kwao, malengo yanabakia kuwa ni kusalia kwenye ligi kuu, kwa sababu sio rahisi pengine kutamani kuchukua ubingwa na labda ni kutafuta nafasi ya kwenda kimataifa na vitu vingine, lakini lengo kuu la kusalia kwenye ligi tayari limesha shindikana na timu tayari imeshuka daraja kwa sababu ya alama ambazo wamezikusanya. Lakini kwa kile ambacho kinaenda kuonekana, unajaribu kuangalia kile ambacho mwalimu anajaribu kudisplay kwamba anacheza dhidi ya timu ambayo ni bora kiwanjani kwa maana ya Simba Sports Club, na ni kweli ukijaribu kuangalia kwa kile ambacho Simba amekionyesha
ndio maana mpaka leo hii wao bado ni title contenders, licha kwamba imesalia mechi moja pekee, lakini wameshindana kwa asilimia kubwa kutafuta ubingwa wa ligi kuu. Ndio hao ambao msimu huu kijaribu kuangalia, ukienda kwenye michuano ya upande wa pili kwa maana ya CRDB Federation Cup, wamefika hatua ya finali. Kwa umekuwa ni msimu ambao timu yao imeonekana kuwa ni bora sana kiwanjani. Unaenda kucheza dhidi ya timu ya namna hii kwa mwalimu wa KMC, hauna kitu kingine kikubwa ambacho utakifanya zaidi ya kuona unawezaje kupunguza ubora ambao Simba atakuwa nao kiwanjani. Kupunguza ubora wa wachezaji wa Simba ambao uko nao au wako nao kwenye kiwanja, tafsiri yake ni kwamba wewe unatakiwa kufanya kazi zaidi unapokuwa kwenye pitch. Ufanye kazi kubwa kwa maana ya kufanya recovery ya mpira kwa haraka kwenye baadhi ya nyakati ambazo utatakiwa kufanya hivyo, lakini pia kuwa na uhimilivu mkubwa kwa sababu utakuwa unapelekea mashambulizi muda mwingi. Itategemeana na uhimilivu wako, lakini pia ukomavu ambao mtakuwa nao ili kupunguza madhara ambao mnaweza mkapata kwenye lango, lakini mkiwa mnategemea moments chache ambazo na nyinyi mnaweza mkajaribu kulifikia lango la wapinzani kwa maana ya lango la Simba. Kwa hiyo hata kwenye mipango ambayo timu itakuwa inapanga kwenye mwenendo huo, kuona kwamba kwa jinsi ambavyo tunacheza, wapinzani ambao tunacheza nao, tuone jinsi gani ambavyo tunaweza tukazuia kwa ustadi zaidi, tukawa na nidhamu kwenye eneo la kuzuia, lakini pia tujue kwamba tunacheza na timu ambayo ukiachilia mbali ubora wa timu, lakini hata pia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja hauwezi kulinganisha kwenye level hiyo, kwamba wachezaji wa KMC wakawa wanafanana daraja na wachezaji ambao wako kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye hilo unaweza ukawa unaona pengine mpango wa mechi unaanzia hapo. Mpango utaanzia kwenye kuona pengine kwenye ubora wa Simba. Tunajua kwa sasa kwa jinsi ambavyo timu inacheza wako bora sana kuanzia kwenye eneo la kiulinzi. Wamecheza mechi nyingi hapa, unaona uwiano wa kuconcede magoli na kufunga umekuwa ni mzuri, hawaruhusu magoli mengi sana, lakini wamekuwa bora sana kwenye eneo la kushambulia. Ubora kwenye eneo la kushambulia unazifanya timu nyingi kuhofia kucheza dhidi ya Simba, zikiamini kwamba kufanya kwako kosa kwa sekunde chache unaweza kuadhibiwa kwa kiasi kikubwa. Na ndipo ambapo kwa sasa kwenye kikosi cha Simba unataja wachezaji ambao wamepandisha performance zao. Mtu kama Elie Mpanzu ameonekana kuwa bora kwa siku za hivi karibuni, baada ya hapo katikati kupitia kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu. Lakini unaangalia ongezeko la Anset Ula pamoja na Libase Gay, Keza Chota Chama ambao ameingia kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Wote wameongeza kitu ambacho kimekuwa ni chanya kwenye kikosi. Kwa hiyo ni timu ambayo ubora wake unabakia kuwa hapo, na unaweza ukawa unaona kuna ugumu wa kukabiliana dhidi ya timu ya namna hii. Lakini kwa sasa unakabiliana pia dhidi ya timu ambayo yenyewe inaamini kwamba mechi kwanza ni must win game kwao, kabla hajaanza kupiga mahesabu ya hao wengine. Kwanza tushinde mechi yetu. Kwa hiyo objective ya Simba kwenye mechi unaona ni moja tu, kwamba hii ni mechi ambayo tunatakiwa kushinda bila kujalisha matokeo ya mpinzani atakuwa ni namna gani. Sisi tunatakiwa kushinda hii mechi. Nakumbuka ushindi wa Simba kwenye mchezo huu unaweza kuwa na impact nyingine chanya kwenye timu. Inawezekana kwenye mpira kwa sababu ya alama zilivyo, wakashinda mechi na Yanga akashinda mechi yake, maana yake Yanga atakuwa ni bingwa. Lakini kumbuka Simba bado ana karata moja ya kuichanga kwenye msimu huu ya kutafuta ubingwa kwenye michuano ya CRDB. Timu zetu tunazijua hizi. Kuna muda ambao mkipoteza mechi moja inaweza kaathiri mechi inayofuata kabisa. Kwa mechi hii leo wanaenda kucheza dhidi ya KMC, kama wanapata matokeo mabaya, then next opponent ni Azam FC kwenye michuano mingine. Tafsiri yake ni kwamba mnaweza kukuta mnavurugana hapa katikati kutokana na matokeo ambayo yatatokea leo dhidi ya timu ambayo tayari imeshuka daraja na imeonekana kuwa dhaifu kwa 100%. Ni mechi ambayo kocha Michael Hiera anasema kila mmoja kwa nafasi yake ataitumia kwa ajili ya kwenda kuona mustakabali wake msimu ujao. Maana yake wachezaji pia wataitumia mechi hii kuweza kuamsha ari, morali, motisha, kujipanga na kuona mustakabali wao msimu ujao. Maanake timu imeshashuka tayari, lakini wapo wachezaji ambao wao wanaamini hawatastahili kwenda kucheza championship. Inaweza ikawa na ugumu kiasi gani kwa Simba Sports Club ambao wao wanahitaji alama 3 muhimu kwenye mchezo huu ili kuweza kufufua matumaini ya wao kuwa mabingwa? Kwa dakika 90 unaona Simba wakiwa na nafasi kubwa kwa sababu ya aina yao ya uchezaji, lakini kwa KMC wao ni kutafuta heshima yao kama tulivyosema. Point 9 ni rekodi ambayo wanakuja kuiweka, rekodi mpya kabisa kwenye ligi kuu, kwamba
timu inashuka daraja ikiwa na pointi 9. Ndio. Katika misimu mitatu iliyopita nilipojaribu kufuatilia, Ken Gold alishuka akiwa na pointi 23. Ndio. Mtibwa alishuka akiwa na pointi 25. Wao wanashuka akiwa na pointi 9. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio kizuri kwenye historia yao. Kwa hiyo nadhani wao wanakuja kidogo waongeze zile namba, watoke kwenye 9 waeke namba 2 pale, digiti 2, kwamba wapate hata 10, ikiwezekana 12 kama itawezekana kupata ushindi. Lakini kingine ndio hicho ulichosema kwamba wachezaji vile vile wameanza kutafuta masoko. Kuna wachezaji ambao unasikia kina Staliboko, kuna baadhi ya timu wameanza kutajwa. Ndio. Kina Kevin Tondi, kuna baadhi ya timu wanaanza kutajwa. Na wengine wengi ambao wameanza kutajwa kwamba hao wanaweza kutafuta sehemu hii. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo unaweza kusema wewe ukaenda uwanjani kwa ajili ya kutafuta jina lako na heshima yako, kwamba na dirisha ndio limefunguliwa. Huu ni wakati ambao kujitangaza kwenye usajili. Kwa hiyo nadhani kwangu wachezaji wa KMC wao wanakuja uwanjani kwa ajili ya kujitangaza wao zaidi na kujipambania wao zaidi, watu waone kwamba hao watu wanastahili kuwepo kwenye hizo timu na wanastahili kucheza ligi kuu. Maana kuna watu ambao kwenye KMC pale wapo, lakini unaona wenyewe hata hapo KMC hawakustahili kuwepo. Wapo pale ndani, lakini kwenye ile timu hawakustahili. Na unazungumza kocha anakusikia, na yeye yupo, na hata Multipela alinisikia, Imani Mwalupetelo. Jina la Kinyakyusa hiyo. Kwamba hawakustahili kwa maana walikuwa wanatakiwa, yani viwango wanavyovionyesha hawakustahili kuwepo kwenye timu ya ligi kuu. Na ndio maana timu iko pale ilipokuwa. Wengi wa wachezaji wao. Huyo ndio brother Kinga, anaitwa Andrea Kinga Mkono. Bana, mbali na hapo, taarifa nyingine ni muendelezo wa mechi za ligi kuu NBC Tanzania Bara, ambapo Agosti Ndima, wazee wa Wali Ng'ombe ama Mangush, wenyeji wa barabara ya 11 jijini Tanga, watakuwa kibaruani hii leo dhidi ya Wanakawekamo, timu ya Pamba Jiji FC. Lakini kama ambavyo tumeizungumza mechi ya Simba na JKT Tanzania, kwa Yanga kidogo na kwenyewe sasa tukaa hapa tuzungumze bwana kwa uketo. Ikawe Ibra kwa wenye fikra fatashi. Watu wameketi sasa, wananchi hapa wanataka kusikia Michael Hiera kocha atazungumza nini na brother Kinga Mkono naye atasema nini kuelekea kwenye mechi ya wananchi. Mimi naona Yanga tayari kama ni mabingwa wa ligi kuu NBC Tanzania Bara msimu huu. Au kocha unasemaje? Umeona kwa kutumia kigezo gani? Kwa kutumia records. Records ambazo record ya Yanga na JKT. JKT hata sare hajawahi kupata. Amepata sare moja, alipata ule msimu uliopita. Mimi nazungumza msimu huu. Msimu huu hajapata kapasa uliopita, ule wa 23 mechi imechezwa na mvua Na pia nimeangalia Yanga walichukua jumba la maajabu pale, kama utakumbuka kwenye mechi yao dhidi ya Simba. Lakini leo watu unaona leo wanaweza kalichukua tena. Zile jitihada za kujenga nyumba kwa mate, zile jitihada za mtu unajua. Ni kuchachawiza tu. Bwana unasemaje kwenye hii mechi? Yanga anaweza kwenda kuimaliza mechi mapema na kutangazwa kuwa ndio bingwa wa ligi kuu NBC Tanzania Bara. Mechi ambayo ni ya maamuzi na hapo sasa unaweza ukaangalia kwenye ukomavu wa wachezaji wa Young Africans. Ni sehemu ya kwanza ambayo wao wanaweza kuanzia kuelekea kwenye mchezo huo dhidi ya JKT. Lakini tunajua Yanga kwenye eneo ambalo umeanza kugusia kwa kiasi, kwa maana records ambazo wamekuwa nazo. Ndio. Kuna baadhi ya mechi ambazo kikosi hiki cha Yanga hasa kwenye kipindi cha hivi karibuni. Ndio. Kuna nyakati ambazo tulikuwa tunahitaji kuona ukomavu wao na kuona pia nini ambacho anakiamua kwenye mechi ambazo zina pressure kubwa ya matokeo ya aina moja peke yake, na nini ambacho alikipata kwenye hizo mechi. Na hapo ndipo ambapo inawezekana katika nyakati kama hizi, kwenye muda ambao haupati muda mwingi sana wa kutrain kwa uwanja wa mazoezi, unaweza ukawa unatumia muda mwingi kuzungumza na wachezaji na kuwaweka vizuri kwenye eneo la psychology. Automatically mwalimu wa Yanga anaweza akaja na hiyo strategy kwamba nitawatengeneza wachezaji kwenye njia chanya zaidi ya kuwaaminisha kwamba chochote kinaweza kutokea kwenye mazingira namna hii. Sawa. Na hapo pengine anaweza akarejea kwenye yale ambayo alifanyika kwenye mechi ambazo ilikuwa za maamuzi. Anaweza akarejea tu kwenye msimu uliopita wakati wanacheza dhidi ya Simba Sports Club kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Wakati ambao Simba alikuwa anahitaji kushinda, Yanga alikuwa anahitaji sare ama ushindi kwenye ile mechi. Kabisa. Yanga alipata ushindi wa magoli 2-0 kama unakumbuka vizuri. Nakumbuka. Kwa hiyo inawezekana hiyo ikawa ni sauti ambayo mwalimu anaweza akawakumbusha wachezaji kwamba last season tulikutana na mazingira ya namna hii, tena dhidi ya mpinzani ambaye sio wa daraja hili ambao tunakutana naye kwenye msimu huu, kwa maana daraja la JKT na Simba. Tunajua Simba wakati ule naye demand yake ilikuwa ni kubwa kabisa. Sasa unaangalia walicheza dhidi ya timu ambayo demand ilikuwa ni kubwa kwa maana ya Simba, na akapata matokeo mazuri kwa kushinda magoli 2-0. Leo hii wanacheza dhidi ya JKT ambao ndani yao
kwenye demand hauoni kama ni timu ambayo inahitaji kitu kingine kikubwa. Yani tayari ni kama kwao msimu umeisha. Wamepambana vya kutosha, walikuwa wanapambania kumaliza kwenye nafasi ya 4, imeshindikana. Na wameenda mechi 6 JKT Tanzania, mechi 6 bila matokeo, bila kupata ushindi. Walishinda mechi ya mwisho hapa. Mechi ya mwisho ambayo wamecheza dhidi ya Pamba, wameshinda 2-1. Ya mechi ya Pamba. Ndio nasema ukitoa hizo wameenda mechi 6 bila kupata ushindi. Sasa unajua kwa nini ile ilikuwa inatokea? Wakati mwingine timu ya namna ile inawezekana tayari baada ya kuona atuendi juu kwenye yale malengo makubwa zaidi, lakini pia ni ngumu kutoka tulivyo kushuka chini zaidi. Sasa pointi ya msingi sana ni kwamba JKT imetoka kupata ushindi katika mchezo uliopita dhidi ya Pamba Jiji. Unaiona leo ikiingia na morali na motisha kwenda kuwazuia wananchi Young Africans? Itawaongezea kitu kuamini kwamba pengine ile desturi ama ile yale matokeo mabaya ambayo alikuwa anapata hapa katikati ya kuto kushinda kwenye mechi 6 mfululizo imetoka, na sasa ameingia kwenye chumba kingine cha kupata matokeo mazuri kwa maana ya kushinda. Lakini wakati mwingine utaangalia ulishinda dhidi ya timu ya namna gani na ulishinda kwenye mazingira gani na nini ambacho kila mmoja alikuwa anakitafuta kwenye huo mchezo ambao alikuwa anaucheza. Kwangu ukijaribu kuangalia kwenye hilo eneo unaona JKT wao wakiwa kwenye mazingira ya kuamini kwamba hii mechi yetu ya mwisho ambayo naenda kucheza pengine tunaweza tukawa na vitu vichache vya kuweza kuviongeza kwenye timu. Unamsikia mwalimu pale wakati anazungumza anasema huu muda ambao tulikuwa nao ulikuwa uturuhusu kubadilisha vitu vingi kwenye timu. Na ni sahihi, lakini kwenye mchezo wa namna hii inawezekana Yanga bado akawa ana vitu vingi zaidi chanya ambavyo vinamsukuma kupata matokeo mazuri kuliko vile ambavyo vinaweza vikamsukuma JKT kuelekea kwenye mchezo huu. Bwana, huyo ni kocha Michael Hiera, lakini tuna kila sababu ya kukukumbusha mechi nyingine za ligi kuu ya NBC Tanzania bara, ukitoa mechi ya Yanga dhidi ya JKT Tanzania, mechi ya KMC dhidi ya Simba Sports Club, mechi za kwenda kuamua hatima ya ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Mechi nyingine ni Wagosi wa Ndima Coastal Union ya Tanga, wazee wa wale ng'ombe wao watakuwa nyumbani dhidi ya Pamba Jiji saa 10 kamili jioni, uwanja wa CCM Mkwakwani jijini Tanga. Mechi nyingine pia itakuwa ni kati ya Fountain Gate ambao wao watakuwa nyumbani dhidi ya Singida Black Stars saa 10 kamili jioni pale Sheikh Amri Abeid Kaluta jijini Arusha. Kwingineko, Mbeya City nao wanashuka dimbani hii leo dhidi ya TRA United saa 10 kamili za jioni katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale jijini Mbeya. Kwingineko ni mechi ya Mashujaa dhidi ya Tanzania Prisons saa 10 kamili jioni Lake Tanganyika pale Kigoma, huku wauaji wa kusini the Southern Killers timu ya Namungo FC wao watakuwa nyumbani katika uwanja wa Majaliwa pale Ruangwa mkoani Lindi dhidi ya wanatamtamu Mtibwa Sugar. Mtibwa akifungwa mechi hii Kusini Babuji wanashuka. Akifungwa wakipata sare, yani wao wanatakiwa washinde. Mtibwa wakifungwa mechi hii sio kufungwa tu. Yani hata wakipata sare wanaondoka. Kinga bwana. Kweli kwa sababu wana point 27. Kinga bwana, punguza maneno bwana. Sasa ndio kwani tupunguze maneno hivi. Hata rafiki yangu Rashidi angekuwepo hapa ningemwambia kwamba Mtibwa Kusini Babuji. Yani Mtibwa mechi atakia ashinde tu. Na wakati fungwa au sare, habari yake imekwisha, anaenda kujipanga upya championship akapambane tena upya. Na Namungo wanataka kupata ushindi kwenye mchezo huu. Na Namungo hata naye akipata sare kidogo inaweza kuepuka fedheha za kwenda kucheza playoff. Umeona kwa hiyo ndio mtihani ambao Mtibwa anao. Kwa hiyo naona kabisa Namungo pamoja na rekodi zake za kuungaunga ndio ameshinda katika mechi zake kama 15 hivi ameshinda moja, alafu akaja tena akarudi kwenye mstari wake wa suluhu na anakwenda tena kwenye mechi nyingine. Kwa hiyo namuona anaweza akalazimisha tena suluhu kwenye uwanja wake wa nyumbani. Na suluhu yeye inamsaidia kutokana na msimamo ulivyo. Kwa hiyo Namungo hana makubwa. Yakipata suluhu tu au akishinda sawa. Mtibwa yeye lazima ashinde. Unaona? Bana, hii mechi ngumu sana kwa Mtibwa hii. Ni mtihani mkubwa sana kwa Mtibwa, sio mtihani mdogo, lakini mtihani mwingine nauona upo Kigoma kwa kocha Michael Hiera. Mashujaa wanahitaji kupata matokeo ya ushindi, lakini Tanzania Prisons nao ili kuepuka zile heka za kucheza playoff inabidi washinde mechi hiyo. Kwa sasa kwenye msimamo unaona Mashujaa hapo kwenye safe zone. Wao hawaoni kama
wana mahangaiko aina yoyote, na hasa baada ya kushinda kwenye mechi yao ya mwisho ambao wametoka kucheza hapa. Unaona walisogea kiasi na kujiweka kwenye mazingira ambayo angalau wanafikisha alama 33 kwa mechi ambayo alishinda. Na ukiangalia hapo Mashujaa wako nafasi ya 10 kwenye msimamo. Nafasi ya 10 ambayo unaona Mbeya City akishinda anafikisha alama 32. Yes. Unaona Tanzania Prisons akishinda anafikisha alama 32. Timu ambayo inaweza ikaivuka kwenye nafasi ambayo ipo ni Fountain Gate ambayo anacheza dhidi ya Singida Black Stars. Kama anashinda anafikisha alama 33. Lakini baada Fountain itaangaliwa head to head nini ambacho kilitokea baina yao. Na unaweza kuona pengine nini ambacho kinaweza ikamtoa mwingine kwenye nafasi nyingine. Lakini Namungo kama akishinda na Mashujaa akipoteza, maana yake ni kwamba Namungo moja kwa moja anasogea kwenye nafasi ya juu ya ile ambayo Mashujaa yuko nayo. Kwa Mashujaa yeye yuko kwenye sehemu ambayo ni salama tayari. Yaani Mashujaa hawezi kusogea kwenye nafasi ya 4 bora wala hawezi kwenda kwenye playoff. Yaani huyu ndio mtu ambaye anaenda kucheza mechi hii. Ingekuwa ni katika hali ya kawaida ukisema nenda kukamilisha ratiba. Yaani ndio hiyo mechi ambayo hata mwalimu anaweza kusema sasa ile hii ndio mechi ambayo hata yule ambaye hajai kucheza hata dakika moja twende tukacheze. Leo ndio siku yake. Unampa jezi acheze hiyo mechi naye enjoy kucheza ligi kuu. Bana, kwa sasa moja kwa moja tuelekee pale mkoani Kigoma ambapo ana kwa ana tunakutana na Julio Alberto Tarantin Pereira. Sema obrigado. Na hii interview ama mahojiano yalifanyika siku ya jana. Tukasikie cheche za Tarantin Pereira. Timu ya Prison ambayo ina mdogo wangu Shadrack Nsajigwa, beki mahiri wa Yanga, na timu ya taifa ya Tanzania ambaye ameipeleka vizuri toka alipoichukua haikuwa hapa, lakini ameifanyia kazi kubwa na leo imefika hapa ilipofika. Kwangu mimi nahitaji matokeo ili mradi niweze kumaliza na point 36 kuvunja ile za mwaka juzi na mwaka jana point 35. Kwa nina kila sababu ya kutaka kushinda na uchukulia serious hasa kupata point hizo. Tanzania Prison ni timu nzuri, of course tuseme hivyo. Sema tu ndio haijabarikiwa tu kupata matokeo. Kikubwa na sisi tumejipanga vizuri. Tunawapokea wenzetu kama walivyokuja. Kesho mechi haitakuwa rahisi. Na sisi kikubwa ni kumaliza na pointi 36 kwa sababu mchezo ligi iliyoisha, msimu ulioisha tumemaliza na pointi 35. Kwa hiyo timizi ukimaliza na msimu huu kwa pointi 36 kidogo tunakuwa tumeongeza gap. Kwa hiyo kikubwa ndio hicho. Kwa hiyo mechi haitakuwa rahisi kama unavyofikiria. Tunashukuru tumefika salama Kigoma. Kwa mchezo juzi, lakini safari ilikuwa ndefu, lakini tunamshukuru Mungu kama tumefika salama. Sisi tumekuja kushindana na tunajua ni mchezo wa mwisho ambao sisi tunaweza kutuweka salama zaidi au kwenda kucheza playoff au kubaki moja kwa moja kwenye ligi. Kwa tunaheshimu kuwa Mashujaa ni timu nzuri, ina kocha mzoefu ambaye mimi ameshawahi kunilea kwenye kucheza na kwenye coaching. Nishawahi kukaa naye muda kwa namjua ana style gani, anataka timu yake iweje, na ukitoka kuona trend yake tokea amechukua Mashujaa unakuta mechi nyingi kafanya vizuri. Mashujaa alikuta iko kwenye sehemu nzuri, kaiweka hadi hapo ilipo. Kwa hiyo ina maana itakuwa ni mechi ya ushindani mkubwa tactically na vitu vingine, lakini ambacho tunasema sisi mechi tunahitaji zaidi kwa sababu mechi ya mwisho kama nilivyosema inatakiwa ituweke kwenye hali fulani. Na kwa wetu sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuhakikisha tunapata matokeo mazuri katika mechi yetu ya kesho. Walimu wametuandaa vizuri kwa mapungufu ambayo tuliyafanya kwenye mechi iliyopita, na yale mazuri ambayo pia tuliyafanya kwenye mechi iliyopita wameyaboresha zaidi ili tuhakikishe tunaweza kufanya vizuri, kwa sababu mchezo wetu wa kesho ndio mchezo wa mwisho na ni mchezo muhimu ambao umebeba hatima yetu. Tukishinda tutakuwa tumeepuka ile kazia ya playoff. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri sana kuhakikisha tunapata matokeo. Mchezaji aliposema tunatakiwa kushinda ili kuepuka kadhia ya kucheza playoff, basi nimekumbuka tu ukitakiwa kufanya kadha basi wewe fanya kadha. Maana ukifanya kadha na kadha utaleta kadhia. Hawapati kadhia hao. Wamemaliza bwana, wametoboa. Hawa kadhia hawezi kuipata. Wametoboa. Kinga ya kuelewa. Wametoboa. Unamaanisha nini? Wana timu nzuri, imepata matokeo mazuri katika mechi hizi
kama 5 mfululizo. Ndio. Na anakwenda kukutana na Mashujaa ambayo na yenyewe imekaa sehemu salama. Mechi itakuwa iko upande wao. Wao wanaitaka zaidi mechi kuliko Mashujaa wanavyoitaka mechi. Kwa hiyo nawapa nafasi kubwa kumaliza vizuri. Tanzania Prisons. Wanabana. Na Mashujaa wao wapo kwenye malengo yao. Yaani Mashujaa kama msimu kupata pointi moja. Yaani unaona nia ile nia yake, malengo yake, huyu ana malengo madogo sana kuliko huyu. Bana, tuangalie pia taarifa juu ya Mbeya City, maana tumetoka kuangalia kikosi cha timu ya Tanzania Prisons. Mbeya City jana tulikuwa nao kwenye press ndio kutokea Mbeya. Tulisikia kile ambacho wamezungumza juu ya maandalizi ya kile ambacho wamejiandaa nacho kuelekea kwenye mechi hiyo. Mbeya City nao hawako sehemu nzuri sana. Hawako sehemu nzuri. Wao ndio wako na yani ni Mbeya City, Tanzania Prisons. Alafu kule chini na Mtibwa na KMC. Mbona unapata gagaziko? Kwa hiyo ukiangalia Mbeya City nao hapa katikati walipitia mambo magumu kidogo kwao ambayo hakuwa mazuri, na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa inawatesa ni consistency ya kupata matokeo mazuri. Na ndio maana unaona wako hapo walipo kwa sasa. Japo matumaini yao ambayo wamebaki nayo kwa sasa ni kwamba wanacheza dhidi ya timu ambayo pengine pressure pia imebakia kuwa ni ndogo, kwa maana TRA inawezekana hao ikawa ni kwa upande wao zaidi. Na atacheza kwenye uwanja wa nyumbani kwa maana dimba la Sokoine. Sawa sawa. Bana, kwingineko mechi nzito ambayo hii leo macho na masikio ya wengi pia na kwenda kufuatilia ni mechi ya Fountain Gate ambao wao watakuwa nyumbani katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Kaluta jijini Arusha dhidi ya Singida Black Stars. Nikimaliza kipindi itabidi nichukue mwewe hapa. Moja kwa moja anaelekea Arusha kwenda kutangaza mchezo huu. Mechi hii imepewa dhamana na imebarikiwa kwenda kutangaziwa na mtangazaji kinara. Sasa jana kocha Freddy Felix Minziro majeshi Baba Isaya alizungumzia maandalizi yake kuelekea kwenye mechi ya siku ya leo. Najua tunakutana timu ya aina gani, lakini kikubwa ni kwamba tumejipanga kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri. Kama unafahamu kwamba ni mchezo wa mwisho ambao tunafunga ligi. Sasa kama tunafunga ligi ina maana kwamba lazima tupate matokeo mazuri yakikishie kwamba tunabaki tena msimu ujao. Tumamwili vijana wako vizuri. Labda ukiondoa tu pengine uchovu, unajua kutokana na fatiki imekuwa kubwa. Mechi zimekuwa za mfululizo, tunasafiri, tunacheza mechi, tunacheza mechi. Kwa hiyo ndio kusema kwamba fatiki imekuwa kubwa, lakini hakuna namna, lazima tucheze tumalize ligi. Na tunajua kutana timu ya aina gani, timu nzuri. Silo United ni timu nzuri ambayo kwa nafasi ya 4. Hadi sasa nadhani tutakutana timu moja ambayo ngumu, lakini tutapambana kwa sababu sisi tupate matokeo mazuri. Tunashukuru benchi yetu la fundi ikiongozwa na mwalimu wetu Bwana Miziro. Bwana wamekuwa kituandaa kiakili na kimwili, lakini kuelekea katika mchezo wetu wa mwisho ni mchezo muhimu sana na ni hatima yetu ya mwisho kwetu sisi Fountain Gate, aidha kubaki ligi kuu au kuendelea na hatua nyingine ambazo zimeandaliwa na TFF. Lakini kwa rai ya mwalimu wetu ametujenga kiakili na kimwili, tuko tayari kukabiliana na Singida Black Stars na bora. Changamoto kubwa, tutawauliza maswali makubwa Singida Black Stars na wawe tayari kuyatatua. Nafikiri baada ya kumaliza mechi dhidi ya Simba Dar es Salaam tulifanya recover, na baada ya kurecover tumeanza kusafiri kuja hapa. Kwa hiyo wachezaji wote karibu tulikuwa nao ambao wametumia kwenye mechi ya Simba iliyopita na hata wale wengine ambao hawakupata nafasi ile mechi iliyopita, wote wako salama na wanatupa wigo mpana wa kuweza kuona nani tutamwakomodate na nani ambaye atakuwa anasubiri. Kwa hiyo hatuna mashaka dhidi ya kikosi chetu, wachezaji wote wako vizuri. Imani yetu ni kwamba kama nilivyozungumza, mechi itakuwa ngumu, lakini ushindi kwetu ni kitu muhimu sana ambacho kitatusaidia kuhakikisha kwamba imani waliotoa mashabiki wetu wametupa na sisi siku zote, basi wanaenda kufurahi zaidi kwenye mechi hii dhidi ya Fountain Gate. Niwaambie mashabiki wote walioko jijini Arusha waje kwa wingi, hata Manyara sio mbali, walioko Tanga, Ukorogwe, Hedaru na sehemu nyingine, waje kwa wingi, waje waone mechi. Mechi itakuwa mechi nzuri, mechi yenye ushindani, na mimi kama mwalimu kwa kushirikiana na wenzangu ambao wako nao kwenye technical bench tumedhamiria kwenda kupanga kikosi kabambe, kikosi chenyewe kabisa ambacho kinaenda kuwapa furaha, watajutia nauli na usumbufu watakopata. Mchezo sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuweza kukabiliana na Fountain. Mchezo utakuwa mwepesi, mchezo utakuwa mgumu kulinganisha na wapinzani wetu tunaocheza nao, wako katika nafasi mbaya kidogo kwenye table. Kwa hiyo kwa kulijua hilo, sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunapata matokeo mazuri.
Huyo ni Zambo, unaweza kumuita Miraj Abdullah Hassan, nyota wa zamani wa Mangush, timu ya Coastal Union ya Tanga, lakini baadaye alihusishwa kujiunga na Simba Sports Club. Mambo yakaenda tofauti na mipango yake. Ulikuwa ni mpango wa kocha Fadlurrahman Davis, lakini mwisho wa siku tumemshuhudia na Singida Black Stars. Mechi nayo hiyo sio mechi ya kawaida, mechi nzuri sasa kwa Fountain. Ingawa kwa Fountain Gate wao ukiangalia kwa sasa wako na alama 30. Yes. Moja kati ya vitu ambavyo utawapongeza ni kile ambacho alikifanya baada ya kuona kwamba jahazi lao linakwenda ubelibeli. Sisi washititi wa lugha adhim na aushi ya Kiswahili kule kwenda mrama kule kupigwa vikumbo na mawimbi ndio tunaita ubelibeli. Kwa hiyo jahazi lao lilikuwa linakwenda ubelibeli. Walichokifanya sasa wakamweka nahodha maridadi mno. Akavuta Demani, akakaza Ayari, akavuta Joshi, alafu lile Tanga akaliweka ya home. Huwezi kuelewa kijana wangu. Mambo ya pwani sisi Mbinga. Hayo mambo Ahmad Yashim ndo anaelewa kamanda. Mtoto wa mkulima ndo anaweza akanielewa. Mambo ya kuvuta kamba tena kama unaendesha makasia. Wewe unasema tu bana shananga shusha lini? Shusha Tanga. Tanga lile linavoshushwa lile. Alafu Tanga ile lipande lazima lipandishwe na mlingoti. Sasa mambo ya Mbinga mito yenyewe ipo miwili. Alafu mito yenyewe uende kuogelea baridi tu. Unaenda kuogelea maji ya baridi, unaanza kupiga makasia unaenda wapi? Wewe unajua tu marejeo ngamani. Ngama yenyewe unaijua? Ngama yenyewe sijui. Ngama ni eneo ambalo linapatikana kwenye jahazi au mashua. Maji yale yanayotoka juu yanaingia ndo anakwenda kutuama pale. Na kile kitendo cha kuyatoa yale maji kuyarusha nje ndo marejeo. Kunaitwa kufupa maji. Ndo kupwa. Kufupa sio kupwa. Kupwa sasa kupwa ni kitendo cha maji kutoka. Yanaenda kutafuta chakula ni kile kitendo cha maji yanavyokuwa yanajaa. Bwana usitaki nikatoe vitabu vyangu darini bwana. Tuendelee na taarifa za. Hata kautumia jiografia yako vibaya kaka. Hakusoma wewe. Kwani alikuwa wapi? Ndio. Yes, kwa hiyo kwa Fountain Gate mimi kwangu nafikiri ni moja kati ya timu ambazo zinatakiwa kupongezwa pengine kwa kile ambacho alikifanya. Ukiona mambo haendi vizuri unatakiwa kureact. Na reaction ya Fountain ilikuwa ni nzuri kwa sababu waliangalia demand yao kwa wakati huo ilikuwa ni nini. Nini ambacho alikuwa anakihitaji na mtu gani ambaye alikuwa anamhitaji kuitoa timu sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Felix Minziro kwa uzoefu ambao amekuwa nao kwenye soka la Tanzania walikuwa naamini kwamba anaweza kaenda kuboost baadhi ya vitu kwenye timu na kuifanya timu kusogea kwenye alama ambazo ni bora zaidi. Na mind you kwenye msimu uliopita Fountain Gate alisalia ligi kwa kucheza playoff na alimaliza na alama 29. Lakini mpaka sasa hivi ninavyozungumza wamevuka lengo, wameongeza alama moja kwenye zile ambazo alipata kwenye msimu uliopita. Kwa hiyo reaction yao ya kumbadilisha mwalimu unaweza kuona iliwalipa zaidi, lakini unaweza pia kuongeza hata ukaipongeza hata management kwa kile ambacho alikifanya kwa sababu boost imekuwa ni kubwa sana kwenye timu yao na kuifanya timu ikiwa inapambana kwenye mechi hata zile ambazo kuzizania. Unaona timu ilipata alama Mbeya, ikaenda kupata alama Mashujaa kama nakumbuka sare ya goli 1-1. Ndio. Zile ni alama muhimu sana ambazo zimefanya Fountain kuwepo hapo alipo sasa. Na imepata alama pia kwa TRA United, wamefunga TRA. Hizo ni alama ambazo dabi yao ya utalii. Ile dabi ya utalii. Bana sawa, tumalizane na press conference ya mwisho ambayo ilifanyika siku ya jana kwa matajiri wa jiji la Dar es Salaam, timu ya Azam FC, ambapo wao watakuwa kibaruani na wakulima wa zabibu, timu ya Dodoma Jiji FC. Sasa tukamsikie Kasim Liogope, huyu ni kocha msaidizi wa kikosi cha Azam, na kumbuka alipita Dodoma kama kocha msaidizi wa kikosi cha Dodoma. Yeye anasemaje maandalizi yao Azam FC yakoje kuelekea kwenye mechi yao ya mwisho ya ligi kuu NBC Tanzania bara msimu huu? Tunajua tunaenda kucheza na timu aina gani. Nafikiri Dodoma tumecheza nao mechi ya kwanza kwao ilikuwa mechi ngumu, lakini pia tulifanikiwa kupata matokeo. So kwa hiyo kesho pia tunajua tutakutana na ugumu wa mechi kwa sababu historia za Azam na Dodoma kila zinapokutana mechi zinakuwa za ushindani. Kwa hiyo na faida najua kwa sababu nishahudumu timu zote mbili. Kwa hiyo ni mechi ambayo automatically inakuwa na ushindani. Lakini ukiangalia Dodoma ni timu nzuri na wachezaji wengi ambao wana vipaji, lakini katika timu za kati
miongoni mwa timu ambazo zimepata matokeo mazuri kucheza na timu kubwa. Sisi kila mechi kwetu zina umuhimu. Sisi ina umuhimu kwamba sisi tuchague mechi ipi yenye umuhimu, ipi ina umuhimu. Kikubwa zote tupambane kuweza kupata matokeo. Maandalizi yetu yamekwenda vizuri, ni kwamba tuko kwenye utayari, tuko kwenye mechi ambayo kila mchezaji anahitaji kwa sababu ni mechi ya kufungia msimu. Jambo zuri ni kwamba tunakutana na moja top timu ambazo ziko katika ubora miongoni mwa timu ama 2-3 za kwenye ligi, moja hapo ni Azam. So maandalizi yamelenga kulingana na ugumu kwa maana ya ukubwa wenyewe wa mpinzani ambaye tunakutana naye. Ukichagiza pia matokeo ya mwanzo yalikuwa vizuri katika raundi yetu ya kwanza, lakini hiyo ni sehemu tu ambayo ya kutufanya sisi tusirudie tena makosa kwa sababu tunafikiri kwamba tuliharibu mechi ile ndani ya dakika kama 10-15. So tunajifunza kutokana na mapungufu. Tunaamini kwamba kwa maandalizi japo ya muda mfupi ambao tumeyafanya, nadhani morali ya wachezaji iko vizuri kwa ajili ya mechi hii. Na tunapenda kuahidi mashabiki wetu wa Dodoma kwamba mechi tunaitaka tuenda kushinda. Tuna kumbukumbu sio nzuri sana. Nyumbani walikuja akatushinda goli 3. Kwa hiyo tukijipanga tuje kuwafurahisha mashabiki wetu. Dodoma wakiwa wamejipanga kwa ajili ya kwenda kuona wanawafurahisha mashabiki wao. Vita nyingine hapo ni vita ya ufungaji bora kwenye ligi kuu NBC Tanzania Bara, ambapo hivi sasa Faisal Salum Abdallah Feitoto Zanzibar Finest, yeye ndiye top scorer kwenye ligi yetu akiwa na jumla ya mabao 15. Leo nini kitakwenda kutokea? Sasa kabla ya kuzungumza mengi kutoka kwa wachambuzi, tukamsikie mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa timu ya Azam FC Thabit Chumwi Zakaria. Kwa sasa kwa sababu anaongoza nafasi anayo kubwa sana. Maana yake zinaweza zikaisha mechi za leo wasifunge wengine wote. Hata yeye mwenyewe asifunge, atabaki anaongoza. Lakini hiyo ni inawezekana. Lakini kuna vitu ambavyo huwa pia haviwezekani. Kwa maana kwamba wanaweza wakaingia wengine leo wakafunga magoli mengi kuliko yeye na wakampita. Na inatokea hiyo kitu. Kwa hiyo ni football ambayo hata yeye yuko anajua hilo huwa linatokea kwenye mpira. Na kwa bahati nzuri katika msimu wote hadi tumefikia hapa tulipofika, alikuwa hachezi kwa ajili tu ya yeye kushinda kiatu cha mfungaji bora. Alikuwa akicheza kuisaidia timu. Na amefanya hivyo kwa msimu mzima. Limekuwa jambo zuri, ameisaidia timu kufika hapa ilipofika kwa sababu magoli yake aliyofunga, pasi zake za magoli alizotoa na mchango wake mwingine kwenye timu umeisaidia sana timu kufika hapa ilipofika. Tunamuombea aweze kuamka salama na kufunga magoli zaidi leo na kushinda hata kama wenzake hawatofunga. Lakini pia hata kama atakuwa amekosa hii tuzo, sio mwisho wa safari. Timu inathamini sana mchango wake aliotoa kwa klabu yetu tangu amekuja, na tutaendelea kumsaidia kwa kila namna ili aweze kupata mafanikio mengi makubwa zaidi ambayo itakuwa ni pia furaha kwa timu. Azam FC katika nafasi ya 3 msimamo wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara. Akishinda, akipoteza, anaendelea kusalia papo hapo. Kwa Faisal sasa, mbali na kuzungumza yote kwamba alikuwa akicheza kwa ajili ya timu, lakini kwa timu labda leo kwa mfano kama inacheza kwa kumwangalia yeye ili kuweza kufikia rekodi fulani, ninyi kama Azam FC hamuoni kama itaendelea kumpa yeye chachu na kuona kwamba wenzangu wamecheza kwa kuangalia si mafanikio ya timu tu, bali leo kuangalia kwamba na mimi Faisal Salum kuna sehemu fulani niweze kufika? Namna gani timu inacheza, nani anacheza na anacheza wapi, hiyo ni kazi ya mwalimu. Kwa hiyo sio kazi ya viongozi kwenda kumwambia mwalimu fanya unachoweza fair wewe mfungaji bora, sijui ufanye nini. Hapana, hatuingilia hayo majukumu. Kwa hiyo mwalimu anaachiwa mwenyewe atakavyopanga timu yake, mfumo atakaopanga, kama ataandaa mazingira ya wachezaji wenzake wampiganie yeye, hiyo ni kazi ya mwalimu na wachezaji wake. So hiyo viongozi hawaingilii, na chochote kitakachokuwa wao wako nyuma ya timu kuwaunga mkono walimu na wachezaji. Katika hatua nyingine, Thabit Zakaria amekwenda mbali zaidi na kuwaomba mashabiki kujitokeza kwa wingi uwanjani ili kuweza kuipa motisha timu hiyo kufanya vizuri katika mchezo wao wa mwisho. Kitu kikubwa ambacho mimi huwa natoa wito kwa mashabiki kila siku, sio wao kusubiri kuona timu yao inafanya vizuri. Wao kuwa sehemu ya timu yao kufanya vizuri. Na kuwa sehemu ya timu yao kufanya vizuri kuna maana mbili. Jambo la kwanza ambalo jambo la maana sana, kuja uwanjani kuishangilia timu wakati inacheza. Kuna kuja uwanjani na kushangilia timu wakati inacheza. Wanakuja, lakini waongeze nguvu ya kushangilia ili wachezaji wetu wapate nguvu zaidi na tushinde pamoja. Lakini jambo la pili ni kuiunga mkono klabu kwenye kununua bidhaa za klabu ambazo zitaifanya klabu ipate pesa nyingi, iwekeze zaidi kwa wachezaji na tukapata mafanikio zaidi. Bidhaa za klabu kama shabiki anaanza na kadi ya wanachama,
ambayo zipo kadi ya aina 3. Kuna kadi ya gold ya dhahabu, kuna kadi ya silver ya fedha, na kule kadi ya platinum ambayo ni kubwa zaidi, ambayo platinum inaitwa dhahabu nyeupe kwa Kiswahili, iko hivyo. So baada ya hapo kuna bidhaa zingine kama jezi ambazo tunakuwa nazo, na vitu vingine ambavyo unaweza kununua kama viatu, wakati mwingine tunauza mpaka kofia, bendera, vile vitu vyote vile shabiki anatakiwa avinunue kuunga mkono wa klabu. Sasa ikifanyikiwa hiyo, maana yake klabu itapata jeuri zaidi ya kuwekeza zaidi kwa wachezaji na tukapata timu yetu ikawa nzuri zaidi. Sasa umenunua jezi, umechangia klabu, halafu umeenda uwanjani kuishangilia klabu yako. Kwa hiyo umeiongezea mfuko, halafu umeenda kuongezea hamasa wachezaji. Kwa nini usishinde? So mimi ningetoa wito kwa mashabiki wazingatie hilo ili tuweze kushinda, badala ya kukaa na kusubiri wachezaji wapambane na washinde. Ni kama unawaacha wakiwa peke yao kama tumewatelekeza hivi. Huyu ni Thabit Zakaria, anaweza kumuita Chumwi, miongoni mwa mtu ambaye ukimpa sikio lako vyema sana basi huchoki kumsikiliza. Amekuwa na utulivu sana kwenye kuzungumza, lakini upangiliaji wake wa kile ambacho amekuwa akikitoa kwenye kinywa chake kinakuwa kinakupa faida mara mbili, na hii itakuhitaji fikra fatashi kuweza kugundua nini ambacho Thabit Zakaria anazungumza. Alisema wanaweza wakacheza wao wote leo wasifunge hata mmoja katika hawa ambao wanacheza. Lakini Faisal kwa sababu yeye ndio kinara, ligi itakapokuwa imesimama yeye ndio atakuwa mfungaji bora. Lakini akasema wanaweza wakacheza na wakafunga. Na wanaweza wakafunga magoli mengi zaidi, wakamkutia Faisal na wakampita. Wakawa ndio wafungaji bora. Maana yake ukiangalia, ni jaribu kuitazama orodha ya wafungaji hapa, naona Faisal Salum Abdallah Feitoto yeye ndo ana magoli 15. Mohsin Humwe wa Singida Black Stars ana mabao 14. Alan Okello wa Wananchi Young Africans ana magoli 14. Matthew Tegis Momanyi wa Pamba Jiji ana jumla ya magoli 11. Fabrice Ngoi wa Ngoi kutoka Namungo naye ana magoli 11. Maana yake kama utakuwa umemsikiliza vyema Thabit Zakaria, utaona kuna utunduizi ndani yake. Ni mpango mzuri ambao ameuzungumza kama msemaji na kama timu, ni kujaribu kumpunguzia pressure mchezaji kabisa, kwamba aende akacheze mpira na asiwe na hofu na hizi rekodi. Rekodi sio jambo la muhimu zaidi, kwa sababu tunataka timu ifuate mafanikio. Kwa hiyo amejaribu kupunguza pressure kwa mchezaji na kusema kwamba ili twende tukacheze tupate mafanikio. Kwa hiyo kingine, unaona ushindani uliokuwepo pale kwenye nafasi. Kuna Mohsin Humwe, unamuona yuko Alan Okello, ambao wao na wenyewe wanaweza kuwa na nafasi nzuri ile ya kufunga magoli. Tumeona hao wote washafunga goli 3. Faisal pekee ndo ana rekodi ya kufunga goli 3. Unaona, kwa hiyo wenzake wana hizo rekodi. Kwa hiyo wanaweza kuwa hata ukishuka chini hapa Fabrice ana hat-trick, Momanyi ana hat-trick, yeye pekee yake kupa juu, na Mohsin Humwe ana hat-trick. Kwa hiyo unaona hao wenzake wote wako vizuri kwenye hizo rekodi. Na unajaribu kuangalia list ya ufungaji msimu huu, ni kwa nini hata hao ambao wameingia Januari wamefikia hizo idadi yao ya magoli. Nikakumbuka kwamba kumbe msimu huu mechi za raundi ya kwanza Simba na Yanga, Azam na timu nyingi zilikuwa zimecheza mechi chache sana, kiasi ambacho raundi hii ilianza Januari wengi walivyokuja wamekuta mechi sawa sawa na wenzao. Na kitu kingine ambacho Watanzania wengi hawajui, hawa wanaonekana kwenye orodha ya kupachika mabao, Mtanzania ni mmoja tu, ni Faisal Salum Abdallah Feitoto. Na kitu kingine ambacho kiko tofauti, Fei na Okello wao ni viungo washambuliaji, lakini na Mohsin Humwe, lakini hawa wawili walobaki, kwa maana Matthew Tegis pamoja na Fabrice Ngoi wa Ngoi, hawa wanacheza kwenye eneo la kushambulia. Mimi binafsi namuombea Faisal Salum Abdallah Feitoto, ikiwezekana leo mwenye enzi na ulimwengu wake, maliki na sultan wa dunia yote, ampe shifa, ampe nguvu na amsaidie kufunga magoli mengi zaidi. Amin. Mimi binafsi na sababu zangu binafsi. Sawa. Kwa nukta hiyo sasa tukaangalie viwango vya fedha ambavyo vitakwenda kutolewa kwa timu ambazo zitafanya vizuri na pale ambapo watakuwa wameishia, kwa maana ya kwenda kuangalia nani anapata nini. Hii ni bonus prize kwa NBC Premier League 2025-26. Champion kwa maana ya bingwa bwana we. Fedha nyingi, milioni 700 ile. Milioni 700. Si mchezo.
750. Sio 700 tu peke yake. 750. Sababu ile 50 hata. Ngoja tutaje taratibu. Azam huo mchanganuo wake unavyokuja sasa. Azam TV wanatia pale milioni bonus milioni 650. Alafu NBC price inaongezwa shilingi milioni 100. Ukijumlisha unapata milioni 750 kwa bingwa wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Sasa itategemea anaweza akawa Yanga Mwananchi au anaweza akawa Simba Mwananchi. Nini sasa Mwananchi, kwani mechi imeisha? Wewe umesema mwanzo kama wewe mwanzo umesema Mwananchi. Bana kwingineko. Haya, tuende kwenye nafasi ya pili, si ndio? Ya nafasi ya pili milioni 300 ambayo inatoka kama bonus kutoka kwa Azam TV. Lakini kwa NBC wanatoa shilingi milioni 50. Ukijumlisha 350. Lakini kwingineko mshindi wa tatu anapata milioni 250. Hii ni bonus ya Azam TV. Lakini ukiangalia kwa NBC anapewa milioni 30. Jumla milioni 280 ambazo zinakwenda kupatikana. Mshindi wa 4 pale. Lakini kwingineko 4 anachukua 200. Kuanzia timu ya 4 mdhamini atoi 20 hapo Azam wanatoa milioni 20, si ndio? Milioni 200. Amini milioni 200 kwa nafasi ya 4. Alafu NBC wao wanaishia kwenye mtu wa kwanza, wa pili na wa tatu. Yes, timu 3 za juu. Sasa shughuli anaachiwa mwenye nyumba sasa. Azam TV. Yeye ndio mwenye ukwasi wa fedha. Hapa Azam ndipo anapoenda kutapanya fedha. Si kama unanielewa? Hili ni jukumu la kwanza, kutapanya fedha. Sasa ukiangalia hapa kwenye mtu ambaye anashika nafasi ya 4 anapata milioni 200. Bonus yake. Bonus yake. Nafasi ya 5 anapata milioni 100. Nafasi ya 6 anapata milioni 90. Nafasi ya 7 anapata milioni 80. Nafasi ya 8 anapata milioni 70. Kwa hiyo watu wapambane. Unajua kumbe nafasi ya 8 aondoke hata na 10 huko. Mpaka timu ya 16 inapata hela. KMC anapata hata 10. Yaani ila fedha kinachofanyika ni kwamba pesa hizi zinapungua. Muona mwanzo kuna milioni 600. Yaani hizi zinapungua 10 pale. Maana naona kuanzia kwenye 100 hapa imepungua 10 chini. Utakapofika utamwangalia ambaye anamaliza nafasi ya 16 anapata bonus kiasi gani. Ngoja tumpe nafasi Michael Hiera kidogo achambue hapa na kocha Andrea Kingamkono amalize kuchambua, alafu tuhamie kwenye upande mwingine. Fedha zinaonekana kuwa nyingi sana. Kumbe bingwa anachukua hela nyingi, milioni 750. Wacha watu wauane. Inawezekana ikawa ni ligi ambayo kwa ukanda huu bingwa anachukua pesa nyingi zaidi kwa ujumla wake. Ukanda huu unamaanisha ukanda wa Sekafa. Ukanda wa Sekafa. Kwa maana ya kiwango cha pesa ambacho kinatolewa na mdhamini mkuu plus hizi bonus ambazo zinatolewa na wenye haki za matangazo. Nakumbuka hii ni nje ya kile ambacho TV ambayo ina haki ya matangazo kwa maana ya Azam TV huwa inatoa kila mwezi kwa timu. Kwa sababu kila mwezi timu zinapokea pesa kutoka Azam TV ambazo zinaingizwa kwenye account mapema na timu zinajua zenyewe kwenye matumizi yake wanatumia kwa namna gani. Ndio. Na baada ya msimu kumalizika, hiyo ni bonus ambayo unaipata. Sasa bonus haiwezi kutolewa ingawa bila kujua umemaliza kwenye nafasi gani. Maana yake ni kwamba baada ya msimu kumalizika ndipo ambapo tutajua ulimaliza kwenye nafasi ipi na unastahili kupata kiasi kipi cha pesa. Ukitoa kile kiwango ambacho ulikuwa unapata kwa msimu wa mwaka mzima ndani ya mwezi mmoja ambacho unaingizia pia kwenye akaunti yako kutoka kwa mdhamini mkuu wa ligi na mdhamini wa haki za matangazo. Kwa hiyo inawezekana huo ushindani ambao unapatikana kwenye ligi ukawa pia ni mkubwa kwa sababu kuna kiwango cha pesa ambacho mtu anakifikiria sasa hivi. Kwa hiyo inawezekana hata kwenye zile nafasi unasema hii mechi sio muhimu sana kwa timu. Lakini mtu akikumbuka tukisogea, yani kwa mfano umemaliza nafasi ya 8. Sawa, wote tuko salama. Kama fedha ambazo sio kichele. Kama JKT na TRA ukiangalia pale. JKT na TRA, JKT yuko nafasi ya 4, TRA nafasi ya 5, TRA yuko nafasi ya 6. Kama nadhani hivyo. Kwa hiyo atakayeshinda mechi zake hizi amana anakwenda kuchukua 100 ile. Kwa hiyo inamsaidia.